wana Dar es Salaam. Kwa msingi huo, naielekeza Wizara ya Ujenzi kwa kushirikiana na mamlaka ya TAMISEMI na mamlaka nyingine zinazohusika kuharakisha usimamizi wa miradi yote ya barabara inayoendelea kutekelezwa katika maeneo mbalimbali ya jiji. Huwa nazunguka na ninaona, nikipita nikiona progress na furahi, lakini nikiona bado mavumbi yamekusanywa huko na mashimo yapo, roho yangu inanyonga kidogo. Kwa hiyo simamieni wakandarasi waende kwa kasi zaidi ili zikamilike kwa wakati na kuanza kutoa huduma kwa wananchi. Sambamba na hilo, wakala wa mabasi yaendayo haraka DART uongeze mabasi katika maeneo kulingana na mahitaji halisi ya abiria. Kuna maeneo bado ukipita unakuta makundi mengi ya watu wanasubiri, lakini kuna mabasi yapo hayana kazi. Nataka uongeze mabasi maeneo ambayo abiria ni wengi na wanasubiri, ili kupunguza muda wa kusubiri na huduma za usafiri. Ndugu zangu, kama mnavyojua, tumeanza kutekeleza dira yetu ya maendeleo ya 2050, na ili kuyafikia malengo ya dira hiyo tunahitaji miundombinu ya kisasa katika miji yetu itakayowezesha watu, bidhaa na huduma kusafiri kwa haraka na kwa uhakika. Dira hiyo imeainisha usafirishaji fungamanishi kuwa miongoni mwa vichocheo muhimu vya maendeleo. Sasa katika mwelekeo huo, ujenzi wa njia hizi na matumizi ya mabasi haya yanayotumia gesi ni kuelekea kutimiza malengo ambayo dira yetu imetuwekea. Vile vile, uwekezaji huu tunaofanya, mbali na kutoa huduma kwa wananchi, una nafasi moja kwa moja katika kutekeleza mwelekeo wa taifa wa kuongeza tija ya uzalishaji, kuvuta uwekezaji na kupanua fursa za ajira. Wakati wa ujenzi na hata sasa, vijana wetu wengi walipata ajira wakati wa ujenzi na hata sasa wakati wa operation. Wakati ninakuja huku, nimenunua tiketi pale kituo cha Waterfront, nadhani nimenunua tiketi na nimekuta vijana wengi wamepata ajira pale, wengine kwenye kioski cha kukatisha tiketi na wengine wanaosimamia, na vituo hivi viko vingi. Kwa hiyo ajira nyingi kwa vijana imetoka hapo. Uwekezaji huu pia ni sehemu ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 inayoelekeza serikali kuendelea na awamu zilizobaki, awamu ya 3, ya 4, ya 5 na ya 6. Hasa awamu ya 3 tumeikamilisha. Hii ni Gongo City Center, kutoka City Center kwenda Gongo la Mboto, karibu imekamilika, na kwa maelekezo au maelezo ya waziri alionipa, wameshaikabidhi kwa TAMISEMI ili sasa wapangilie mpango wa njia ile kuanza kazi pia. Na kwa sababu leo nimeshazindua usafiri wa barabara hizi, ni imani yangu kwamba hivi karibuni itaanza kazi. Lakini awamu ya 4 ni kutoka City Center kwenda Bunju, ambayo bado ujenzi unaendelea, na awamu ya 5 ni kutoka bandarini kuelekea Ubungo. Sasa kama mlivyomsikia hapa, Mheshimiwa Rais wa African Development Bank amesema yuko tayari kuendelea kuisaidia Tanzania. Sasa mpango wetu wa baadaye ni kutanua au kuongeza njia hizi. Tunapozungumzia njia hii ya Mbagala Rangi Tatu, lengo letu na mpango wetu ni kuipeleka mpaka Mkuranga. Sasa wataalamu wanafanyia kazi hilo, na njia hii Mungu akituwezesha inshallah titakwenda mpaka Mkuranga. Ile ya Bunju nayo, tukifika Bunju tuna nia ya kuipeleka mpaka Bagamoyo, kwa sababu Bagamoyo inakwenda kuwa mji wa eneo huru la biashara na eneo huru la uchumi. Kuna bandari kubwa kule, kuna eneo huru la uchumi kubwa tu, lakini tutajenga SGR kuunganisha bandari ya Bagamoyo kwenda Kwala na eneo la huru la uchumi kwa ajili ya mizigo. Vivyo hivyo tunapeleka barabara hii ili wafanyakazi wenye bidhaa, wafanya biashara na wenyewe wende haraka kutoka Dar es Salaam na Bagamoyo.
Lakini vile vile tukitoka Gongo la Mboto tuna mpango wa kuisogeza njia ile mpaka Kisarawe. Sasa haya ndio maombi ambayo tutayawasilisha FDB na kwa washirika wengine ili watusaidie, tusaidiane nao tuweze kukamilisha mji wetu uweze kuwa una urahisi wa usafirishaji. Vile vile Tanzania tuna mpango mkuu wa kuendeleza mfumo fungamanishi wa usafirishaji na biashara kama tulivyoelekezwa na Chama cha Mapinduzi, na hii tunaita Comprehensive Transport and Trade System Development Master Plan. Sasa mpango huu tunautekeleza ili tuwe na muunganiko unaoanisha miundombinu ya usafiri na mahitaji ya kiuchumi na kijamii utakayowezesha kurahisisha usafiri na usafirishaji kulingana na ongezeko la idadi ya watu jijini Dar es Salaam, lakini pia miji mingine kama Mwanza, Arusha na kwengine kwenye miji mikubwa. Mpango wa usafiri lazima uende sambamba na upangaji wa matumizi ya ardhi. Nilikuwa namuonesha Waziri Ulega picha iliyoko mbele yetu pale, tunaiona au hapa pia inaonekana. Ni barabara kubwa lenye mambo yote, mataa, manguzo, kila kitu, lakini ukiangalia kushoto na kulia ni fujo. Hii inaonyesha kwamba mji wetu hatukuupanga mapema. Kwa hiyo sasa tunakwenda kwenye kupanga jiji la Dar es Salaam. Hiyo ndio kazi ambayo iko mbele yetu na inshallah Mungu atuwezeshe tuweze. Ndugu zangu, inakadiriwa kuwa ifikapo mwaka 2050 zaidi ya asilimia 50 ya Watanzania wataishi mijini. Hivyo ukuaji wa miji yetu lazima uongozwe na mipango inayotazama mahitaji ya muda mrefu. Kwa tutatoka sasa kwenye nyumba zile, lakini nadhani tutaweza kwenda nyumba za kunyanyuka ili watu wengi zaidi waingie wakae katika nyumba hizo. Kwa msingi huo, niziagize sasa Wizara ya Ardhi na mamlaka za serikali za mitaa kutambua maeneo ya kuboreshwa, kutenga na kulinda maeneo ya ujenzi wa miundombinu pamoja na kuandaa mapema mipango ya matumizi ya ardhi kwa kuzingatia mahitaji hayo. Hatua hii itarahisisha wananchi kufikia huduma za usafiri, kupunguza gharama na fidia, kurahisisha utekelezaji wa miradi hiyo tunapopanga mapema. Jitihada hizi hazitaishia Dar es Salaam kama nilivyosema, ni kwa miji mingine pia. Serikali itaendelea kusimamia mipango ya miji na majiji mengine nchini ili maeneo ya barabara, reli, vituo vya usafiri na miundombinu mingine muhimu yaainishwe, yatengwe na kulindwa mapema. Hatua hii itapunguza kama nilivyosema gharama za kulipa fidia kule mbele utakapo kwenda na maendeleo yetu. Ndugu viongozi, wageni waalikwa na wananchi wenzangu, napoelekea kuhitimisha, napenda kusisitiza kwamba pamoja na kuthamini ushirikiano wa wahisani wetu ambao wako tayari kwenda na sisi, lakini niseme kwamba uimara wa mipango yetu utategemea zaidi uwezo wa taifa kuanzisha, kugharamia, kuendesha na kuitunza miradi yake. Huo ndio uimara wetu, na kwa maana hiyo serikali itaendelea kuimarisha uwezo wa ndani wa kugharamia miradi kupitia mapato ya ndani, masoko ya mitaji, ubia na sekta binafsi na ushiriki wa taasisi za fedha za ndani, pamoja na kuendelea kushirikiana na washirika wetu wa maendeleo.